Ndi Nyabo, sisi tuko salama kabisa hapa Uganda. Muda huu jioni hii maafisa wa usalama wamekuwa tu wakishika doria katika maeneo mbalimbali ambapo makaratasi ya kupiga kura yanapaswa kuwasilishwa usiku huu katika vituo mbalimbali vya kupiga kura hapa Kampala na katika maeneo mengine katika mikoa mbalimbali nchini Uganda. Tayari makaratasi na masanduku ya kupiga kura yamewasilishwa katika maeneo ya mikoani, lakini hapa Kampala usiku wa leo shughuli hiyo itakuwa inaendelezwa chini ya ulinzi mkali. Mamia kwa maelfu ya maafisa wa usalama wametapakaa kote Kampala na katika miji mingine nchini Uganda ili kuhakikisha kwamba zoezi la kupiga kura kesho linakuwa na usalama wa kutosha. Hapo awali mwanahabari wetu Samia Wami alikuwa barabarani kuweza kuona makaratasi yalipoanza kutolewa na alitutumia taarifa ifuatayo. Karatasi za kupiga kura, masanduku ya kuweka kura, wino na vifaa vingine vinafikishwa katika vituo husika. Sasa kabla ya kuanza kushushwa kwenye gari hili, maofisa wote na wahusika wote wa masuala ya uchaguzi walikuwepo hapa. Kulikuwa na askari polisi, walikuwepo pia hata maofisa kutoka tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba kweli vifaa vyote vinavyohitajika kupiga kura vimefika na vipo katika hali ambayo inatakiwa kuwepo. Baada ya makabidhiano hayo kwa nyaraka kabisa, sasa ndio ushushwaji wa vifaa vyenyewe unafanyika hapa, kwanza kwa ajili ya kituo hiki, lakini baadaye pia utasambazwa katika vituo vingine vinavyozunguka eneo hili. Kazi yangu ni kukagua masanduku kwa kuyapeleka kwenye vituo vyetu husika vya kupiga kura. Pia tunahitaji kusajili namba zake za utambulisho ili kesho asubuhi na mapema tuweze kuthibitisha kuwa namba hizo zinafanana na zile tulizozirekodi leo. Ikiwa kutakuwa na mabadiliko yoyote, hatutaruhusu uchaguzi kufanyika katika vituo hivyo vya kupigia kura. Wasiwasi bado upo kuhusu jinsi teknolojia itakavyofanya kazi kesho. Baadaye jioni au wakati wa mchana tutashuhudia jinsi karatasi za kura zitakavyosafirishwa kwenda vituo mbalimbali vya kupigia kura. Ndio maana tuko hapa. Hiki ndio chumba chenyewe ambacho sasa vifaa vya kupigia kura vinahifadhiwa, lakini kama ambavyo unaona maafisa usalama hawa hapo wanahakikisha kabisa kwamba kama ambavyo zilikotoka tume ya uchaguzi, kama ambavyo vimehakikiwa na kukabidhiana, vipo katika hali hiyo hiyo, na kwamba hakuna uchakachuaji wowote unaofanyika angalau katika eneo hili la kutunzia vifaa hivi. Wasiwasi wa usalama limekuwa suala kubwa katika uchaguzi huu, lakini mamlaka husika zinahakikisha kwamba wapiga kura na Waganda kwa ujumla hawana cha kuhofia. Our primary responsibility, jukumu letu kuu ni kulinda mpaka wa nje wa vituo vya kupigia kura, kuwalinda maafisa wa uchaguzi, wapiga kura na vifaa vya uchaguzi ili kuhakikisha mazingira salama. Na niruhusu niongeze kuwa tunalinda pia watu wote wanaoishi katika mazingira hayo kwa jumla. the general environment. Maofisa wakuu wahusika wa zoezi lenyewe la kupiga kura wamepigwa msasa pia. Hawa ndio watakuwepo kesho kufanikisha lile zoezi la kupiga kura. Sasa wamepata mafunzo namna ambavyo zoezi linatakiwa kuanza kuendelea mpaka mwisho, lakini tume ikaona wakati siku moja kabla ya uchaguzi ili kama kuna maswali yoyote, kuna kitu kuelewa, una wasiwasi, na kila mara mtu anaibuka anasema mbona mimi nimeona hivi, mwenzangu ameona hivi. Hayo matatizo yote yanahakikiwa, yanarekebishwa, yanafafanuliwa kuhakikisha kwamba kesho zoezi sio jipya kabisa, lakini wanaelewa nini wanachopata kufanya kuhakikisha haki ya kupiga kura inafanyika bila wasiwasi kabisa. Zoezi la kupiga kura linatarajiwa kuanza saa 1 asubuhi na kukamilika saa 10 jioni, huku matokeo ya uchaguzi huu yakitarajiwa kutangazwa kufikia saa 10 jioni siku ya Jumamosi. Samia Wami, BBC News, Kampala, Uganda. Na asante sana Samia Wami kwa taarifa hiyo. Nirudi kwako Roncliffe Odit, vipi kuhusu mawasiliano ya kuzima kwa interneti katika taifa hilo?
Ni kweli kama unavyotaja Hamida, jana serikali ilitoa agizo ya kuzima interneti yoyote ile ya umma inayofanya kazi hapa nchini Uganda. Sasa hali imekuwa ngumu kwa sababu hata sisi tunatumia njia mbadala, si njia za kawaida ambazo tungetumia ili kuweza kuwasilisha taarifa hizi. Imetulazimu kutumia njia mbadala ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafika hewani na kutoa taarifa hizi kwako. Lakini kwa watu wengi ambao wanatumia mtandao wa kawaida wa interneti, wa simu na mawasiliano kama hayo, hali ni ngumu kwa sababu mpaka sasa interneti haifanyi kazi na haijulikani ni lini ambapo agizo hilo litaweza kufutiliwa mbali, kwa sababu serikali haikuweka wazi hilo. Ilisema tu kuanzia jana saa 12 jioni mtandao uzimwe kwa watumizi wa kawaida wa umma hadi pale serikali itakaposema ni sawa mtandao kuweza kurejeshwa. Na awali mchana wa leo nimekuwa katika pita zangu katikati mwa mji wa Kampala na kuandaa ripoti ifuatayo. Mchana wa kawaida katikati mwa jiji la Kampala, Uganda. Wakazi hapa na wafanyabiashara wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini ukweli wa kusikitisha ni kwamba wengi wa watu hawa wameathirika pakubwa kufuatia agizo la serikali ya Uganda jana kuzima mtandao wa interneti. Sasa miongoni mwa biashara zilizoathirika zaidi ni migahawa ambayo kwa kawaida hutoa huduma za kuuza chakula kwa wateja wao kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, X, Instagram na pia TikTok. Kama vile Swahili Test. Chakula yetu tunauza kwa online. Watu wengi wako kwa online. TikTok nini? Lakini hapa watu wanakuwa kidogo. Lakini kama tunakuwa hatuna online, hatuwezi kuuza chakula sana. Tunaweza kuuza kama kilo 5 ama 4. Hapo tutafunga kwa sababu online hakuna nini, watu wanapotea. Kwa sababu watu wako mbali, hawawezi kuja hapa. Kanisa watu wako mbali, tunachukua na safe border. Si watu wa huduma tu walioathirika, lakini hata watumiaji wa huduma za mtandao kama vile Glory Ibrahim ambaye kwa kawaida akiwa ofisini kwenye kazi zake hutumia mtandao kuitisha chakula au hata kuitisha usafiri. Kazi zangu sana ziko za mtandaoni, lakini pia nakuwa na vikao kwa wingi. Kizingatia hata pia leo nilikuwa na vikao lakini imeshindikana. Na nikirudi upande wa kuagiza labda vitu baadhi, sasa kama nasafiri na labda natoka kazini naelekea nyumbani, na kuwa natumia sana usafiri wa farasi sana hapa Uganda, ambao lazima utumie interneti kuweza kuoda hiyo bodaboda iweze kuja kuchukua. Sasa kama hipo inanigharimu nitafute zile za barabarani kuondoka kwenda nyumbani, ambazo kwangu upande mwingine sio salama kwangu. Sara Daniel ni mwalimu wa Kiswahili hapa Uganda. Sasa kwa angalau saa 24 zilizopita amekuwa akijaribu bila mafanikio kuwasiliana na mamake na familia yake wanaoishi nchini Tanzania. Ana matumaini kwamba hali hii itaisha, kwani sasa anapitia upweke usio na kifani. Yameniathiri kweli kwa upande, kwa mfano kama mimi wazazi wangu wanaishi Tanzania. Kwa hiyo nitaka kama vile kuwasiliana nao nilikuwa natumia kwa njia WhatsApp na inakuwa vyepesi kuongea nao, lakini kwa sasa hivi inanilazimisha nipige moja kwa moja. Naweka vocha napiga moja kwa moja, ambayo ndio gharama kubwa sana. Lakini kwenye upande wa WhatsApp hata kwa shilingi 1000, 2000 unaongea mpaka unachoka. Lakini kwa hali ya sasa hivi ukiweka shilingi 1000 maneno mawili matatu imeshakata simu. Mpaka sasa serikali ya Uganda haijasema zuio hili la interneti litaendelea kwa muda gani. Lakini ukweli ni kwamba iwapo zuio hili litaendelea kwa muda mrefu, basi zaidi ya raia milioni 10 ambao ni watumiaji wa kawaida wa interneti hapa Uganda wataathirika pakubwa. Ron Clifford, BBC, Kampala, Uganda. Bila shaka audit ni changamoto kubwa sana ulioiangazia hapo kuhusiana na masuala ya kukatika kwa interneti, lakini kulikuwa na ripoti hapo awali za nyumba ya Bobi Wine kuzingirwa. Mmefahamu nini kuhusu hilo mpaka sasa audit? Na kile tunachofahamu Hamida ni kwamba jana usiku maafisa wa usalama wa hapa Uganda walizingira nyumba ya mwanasiasa na mwanamuziki Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, na kufikia asubuhi ya leo kulikuwa na ripoti za kukanganya kidogo kuhusiana na hali yake, lakini tulifanikiwa kuongea na mmoja wa wafanyikazi wake na kutuarifu kwamba maafisa wa usalama walikuwa wamezingira tu pale kuhakikisha kwamba hatoki. Kumbuka kwamba Bobi Wine alikuwa ametaja kwamba iwapo lolote litafanyika na hali yoyote ambayo atahisi kwamba haiendi sawia katika uchaguzi huu, basi
ataitisha maandamano, na sasa wengi walikuwa na wasiwasi kwamba huenda maafisa wa usalama walikuwa wamezingira nyumba yake kuhakikisha kwamba hatoki na kwamba hawezi kufika mjini, ambapo watakuwa hawajui yupo wapi, ambapo wanahisi kwamba huenda akachochea umma kuweza kusababisha maandamano ambayo amesema kwamba atayaitisha iwapo shughuli nzima ya kupiga kura haitaenda kwa njia ambayo yeye anahisi kwamba ni huru na haki, na njia ambayo mamilioni ya wafuasi wake wanahisi kwamba si sawa. Sasa hiyo ndio sababu hususan, Hamida. Naam, pia vile kesho tutarajie nini katika upigaji kura? Kipi ambacho pengine huenda kikajitokeza? Na Hamida, kile tunachojua kufikia sasa ni kwamba kila kitu kipo shwari, shughuli zote zimewekwa sawa, mipango yote iko sawa ili kuhakikisha kwamba kesho asubuhi saa 1 kamili vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kote katika jamhuri hii ya Uganda. Sasa tunachojua ni kwamba kuna angalau wapiga kura milioni 21.7 ambao wanatazamiwa kujitokeza kesho katika vituo vya kupigia kura. Wapigaji kura hawa zaidi ya 78% ni vijana chini ya umri wa miaka 40, na wao watakuwa wanatoa sauti yao. Kuna wengi ambao watakuwa wanapiga kura kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yao, lakini kuna wapiga kura wengi ambao pia wameshapiga kura angalau mara 1 au 2 hapo mbeleni na watakuwa wanaenda pale. Nafasi zinazopigiwa kura ni angalau nafasi 4 hivi. Kuna kiti cha rais ambao watakuwa wanamchagua, kuna viti vya wabunge, viti vya wawakilishi ama wabunge wanawake, pamoja na madiwani. Hayo ndio yatakayofanyika kesho. Vituo vitafungwa saa 10 jioni, kisha kuanzia saa 11 shughuli ya kuhesabu kura itaanza, Hamida. Naam, asante sana mtazamaji, ni kujuze tu kwamba tutakuwa hapa kesho kama vile wanahabari wetu walivyo kule Uganda. David Inkia, Carol Robi, Roncliffe Odit na kikosi kizima kipo nchini humo ili kuweza kuhakikisha kwamba unapokea taarifa muhimu ambazo zitakuwa zinajitokeza katika taifa hilo. Sasa na taarifa hiyo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu.